niache tu, lakini kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa zawadi hasa ya siku hii ya leo tunapoadhimisha sherehe ya Mama Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni, ambaye ni msimamizi mwombezi wa provinsia yetu. Tumeshasikia tayari, hivyo leo tunaadhimisha sherehe ya provinsia yetu ya Wakapuchini hapa Tanzania. Asanteni sana kuja kushirikiana nasi, lakini kubwa, naomba muendelee kutuombea ili tudumu katika uaminifu kama Wakapuchini, kuishi maisha yetu fuata roho ya Mtakatifu Francisco, ambaye yeye alifuata Kristo mwenyewe, Injili takatifu, kwa uaminifu, kwa udogo, kwa unyenyekevu na kupenda masikini. Lakini pia leo kwa namna pekee tumeshasikia, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ndugu zetu 16 wanaoadhimisha jubilei miaka 50, ndugu zetu wawili pamoja Baba Askofu Mkuu na pamoja ndugu yetu Ndorobo na wengine 14 miaka 25. Naomba kwa heshima niwataje hao 14 wanaoadhimisha jubilei ya miaka 25. Kuna ndugu Pasco Diwi miaka 25, ndugu Festus Manda miaka 25, ndugu Fulmens Kibakule, tawaona vizuri kwenye ukumbi kule, msihangaike. Ndugu Honoratus Kitutu miaka 25, ndugu Eladis Mandera miaka 25, ndugu Eric Mwakibete miaka 25, ndugu Odo Ndunguru miaka 25, ndugu Amedeus Kauki aliyekondakti hapa miaka 25, ndugu Erasmus Veneti miaka 25, ndugu Martin Pundi miaka 25, ndugu Modest Sangia miaka 25, ndugu John Kilawe miaka 25, ndugu Kalist Hariohai miaka 25, ndugu Basley Malenda miaka 25. Pamoja na hao ndio sema hapo mwanzoni miaka 50, Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi na ndugu yetu Ndorobo. Naomba tuwashangilie. Nichukue nafasi hii kwa namna pekee kuwashukuru nini nyote kwa uwepo wenu, kwa namna pekee nikianza na Baba Askofu Mkuu ambaye jubileri aliyeadhimisha ibada hii ya misa takatifu kama ndugu yetu wa shirika. Baba Askofu, asante sana kwa maisha yako ya kitawa. Uligusa maisha ya ndugu wengi na kafuata mfano wako. Ulifundisha sehemu mbalimbali, ulikuwa mlezi katika shirika, baadaye ukaingia katika ngazi kubwa zaidi kuhudumia kanisa. Baba Askofu, umegusa maisha sio ya kanisa tu, lakini ya ndugu wengi waliokuja nyuma yako. Daima wanakutaja wewe kama mfano mzuri wa kuigwa. Baba Askofu, asante sana. Lakini tunamshukuru pia Askofu mteule Baba Vincent Mpwaji. Yeye daima alikuwa kwetu, alituongoza hapa tulipokuwa na ibada kufuata itifaki sahihi. Alikuwa katibu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam na sasa ni askofu mteule. Baba, tunakupongeza, tunakushukuru pia kwa kuwa pamoja nasi. Asante sana. Lakini washukuru ndugu wa jubileri wote kwa mchango wenu mkubwa kwa shirika, lakini pia kwa kanisa. Hatuadhimishi idadi ya miaka, wingi wa miaka, naadhimisha makuu ya Mungu. Naadhimisha utume wenu mzuri kwa watu. Naadhimisha maisha yenu mazuri ya ushuhuda mliogusa maisha ya watu. Kwa maana leo tunaendelea kuwaombea kama Baba Askofu aliyosema, muendelee kuwa taa kama Mama Bikira Maria, mpeleke Kristo kwa wengine, lakini daima mwe watu wa shukrani kama Mama Bikira Maria. Na tunapoadhimisha sisi familia yote ya Francisco duniani
Nisikia Baba Kitima, naadhimisha miaka 800 ya Pasaka ya Baba Francisco. Manake tangu alipofariki mpaka leo alipoingia kwenye uzima wa milele. Sasa tunapoadhimisha, kikubwa sisi tunaangalia mfano wa maisha yake, kuamsha tena maisha yetu ya Kifransisko, maisha ya udogo, maisha ya udugu, maisha ya huduma, maisha ya upendo, maisha ya kumcha Mungu, maisha ya kuishi Injili kwa unyenyekevu. Na mwishoni katika maisha yake alipokuwa anakaribia kufa, alisema, mimi nimefanya sehemu yangu. Alijitahidi kufanya sehemu yake katika maisha yake, na akasema anamuomba Kristo atusaidie sisi pia tuishi sehemu yetu, tutambue wajibu wetu, tuishi kwa uaminifu. Maneno haya yaendelee kutia moyo sisi kama Wajubileri na kama Wakapuchini wote, tuendelee kutambua sisi ni ndugu wadogo Fransisko wa Kapuchini, tuendelee kuishi kama hizo. Nawashukuru pia wakuu wa mashirika walioko hapa au wawakilishi wao, nawashukuru sana, asanteni sana kwa kujiunga nasi. Nawashukuru mapadri wote kabisa waliofika kwa wingi kujiunga nasi, tunawashukuru sana, tutatambua zaidi kule ukumbini. Tunawashukuru pia watawa wote kabisa kwa umoja wenu, kwa wingi wenu, kwa kuja kushirikiana na sisi kumshukuru Mungu, kuombea ndugu zetu na kuombea pia provinsia yetu ya Tanzania. Kwa namna pekee tunawashukuru wazazi wa hawa Jubileri, ndugu, jamaa na marafiki waliofika kujiunga nasi kumshukuru Mungu kwa zawadi hawa ndugu zetu. Tunawashukuru sana. Hawa ni ndugu zenu, lakini ndugu zetu pia ni wanashirika moja kwa moja, lakini bado wanaendelea kubaki ndugu zenu. Asanteni sana kwa kuja kushirikiana na sisi. Tunawashukuru pia kwa namna pekee ndugu zetu wa Fransisko wa sekulari, hawa ambao wanaishi roho ya Fransisko pia Fransisko. Tunawashukuru sana kuja kuwapongeza ndugu zetu hawa. Vifra pia vijana rafiki wa Fransisko, tunawashukuru sana kuwa pamoja nasi. Kikundi cha Padre Pio ambao daima wako hapa, wanahamasisha mambo mbalimbali, mchango mbalimbali, tunawashukuru sana. Pia wale wa seminari wa zamani wa Maua Masea, tunawashukuru, akiwemo ndugu Mnyika, nadhani ni mmoja wa wanafunzi wa zamani, tunaita alumni, yeye mwenyewe alumnus. Tunashukuru sana kuwa pamoja nasi. Lakini kwa namna pekee nimshukuru ndugu Isidore Peter Hans, mzee wetu pale, aliwaongoza hawa ndugu wa Jubileri katika retreat ya jiandaa kwa siku ya leo. Ndugu Isidore, asante sana. Tunawashukuru wahudumu wa hii shrine yetu hapa kwa kuandaa haya yote, ndugu Pachu pia ambaye alisaidia kuandaa, na wana familia wa shrine, kuna wanaosali hapa daima. Tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunawashukuru wanakwaya, nimesikia vizuri sana wanakwaya tumbuiza ngoza ibada hii. Nadhani ni kwaya, shirikisho la kwaya ya Msimbazi, Cecilia Msimbazi, asanteni sana, tunawashukuru sana, mjipongeze. Lakini ni washukuru kwa namna pekee ndugu zetu wa Kapuchini wote kabisa mliofika kushirikiana kuwasindikiza ndugu zetu. Daima tuendelee kuwa pamoja, tusaidiane katika kuombeana, katika kushauriana, kusindikizana, kutiana moyo. Tunawashukuru sana ndugu zangu kwa kufika kuwaombea hawa ndugu zetu. Tunawashukuru pia vyombo vya habari mbalimbali. Nadhani mnajitambua kila mmoja, sijui ndio kwa majina yake, lakini karibuni sana vyombo vya habari, ni sehemu ya kuinjilisha pia. Nawashukuru sana.
Tunawashukuru pia wageni wote kabisa, wote waliofika kutoka sehemu mbalimbali. Najua kuna waliotoka parokia nyingine mbalimbali nje ya Dar es Salaam, mikoani, wapi. Karibuni sana katika shrine yetu ya Padre Pio. Hapa tunaita San Damiano, ni makao makuu ya ndugu wa Francisco wa Kapuchini. Karibuni tusherekee pamoja. Baada ya hayo, niseme pia tunamwombea huyu mtoto aliyebatizwa leo, tunaendelea kumwombea na wazazi wake, sababu leo siku ya pekee. Bikira Maria amezaliwa mbinguni na tuna mmoja amezaliwa katika kanisa kwa ubatizo. Tunaendelea kuwaombea wazazi, kuombea mlezi, msimamizi na kuombea mtoto aendelee kukua katika maadili mema ya Kristo. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nisimalize kabla ya kusema neno la pekee kwa Baba Kitima, Charles Kitima. Kwa kweli uliposema, nilisema sitasema kitu tena kwa sababu nishamaliza yote. Yeye kama tunavyojua ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu hapa Tanzania, na tunashukuru kwa salamu kutoka Baraza la Maaskofu TEC. Sijui kama sifa zote tunastahili, lakini kama Wakapuchini kwa unyenyekevu tunasema asante sana, tunakubali, tunasema asante sana. Okay. Baba Kitima, asante sana na karibu sana.